Ni Jumatano ya Aprili 9 mwaka huu 2025, mtazamaji wa Uhondo TV. Karibu nikupitishe katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mchele, mahindi, maharage bei juu. Dar es Salaam iko juu zaidi kwa bei kitaifa. Profesa wa uchumi atahadharisha tuendako. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Samia aondoa visa watalii kutoka Angola, akubaliana na rais wa nchi hiyo kuimarisha uchumi na usalama. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Baada ya kusini, mvua ya kata mawasiliano ya Mwanza na Shinyanga. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Serikali yatamba mafanikio kudhibiti magonjwa tishio. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lissu, Lema waiteka na Ntumbo kwa vuguvugu kuzuia uchaguzi mkuu. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Waziri aagiza uchunguzi na kesi vianze upya. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukihamia katika gazeti la Mwananchi, Dr. Malisa aiburuta CCM mahakamani, awasilisha maombi akitaka wanachama wake ulindwe ili aweze kupinga mchakato wa uteuzi wa mgombea uraisi na mgombea mwenza wa CCM, akidai katiba ilivunjwa. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Samia aondolea visa watalii kutoka Angola. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi. Mchome azidi kuichoma Chadema kwa ofisi ya msajili. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Mwananchi. Mvutano wa China Marekani kuzidisha kilio kwa Afrika. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Mwananchi. Mvua zaleta madhara Mwanza, Lindi na Morogoro. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Mtandao wa X kuwabana watumiaji wa majina feki. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Tugemea katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, biashara, uwekezaji, fursa Tanzania na Angola. Samia awapa maagizo mawaziri watalii ruksa kuja bila visa. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kiwanda cha ARV Arusha kufufuliwa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Habari Leo. Barabara kwenda mikoa ya kusini yaanza kupitika. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo. Dr. Mwinyi, Zanzibar ina mazingira bora ya uwekezaji. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Majaliwa kutoa mwelekeo wa serikali leo ni kupitia bajeti ya ofisi ya waziri mkuu bungeni. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ndumbaro, watumishi msiogope kesi za ukatili. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na wazi, Dr. Mwinyi akaribisha wawekezaji kutoka Uingereza. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na wazi. Zatu kiwajengeni uelewa wa wafanyakazi. Hayo yamesemwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, na habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na wazi. JKCI yatoa tathmini kambi ya uchunguzi magonjwa ya moyo. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na wazi. Waandishi mna nafasi kufanikisha uchaguzi mkuu. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na wazi. Kumbukumbu ya hayati Mzee Karume kutoka mwaka 1972 hadi 2025. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na wazi. Tukihamia katika gazeti la Uhuru, ukweli daima, Tanzania na Angola watangaza fursa za kubaliana kuimarisha ushirikiano, kubadilishana uzoefu sekta za madini, mafuta na gesi. Rais Samia asema nchi hizo ni marafiki muda mrefu, alihutubia bunge la Angola. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Kishindo cha Mama Samia Legal Aids
kutikisa Tanga. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Rais Dr. Mwinyi afungua milango kwa Waingereza. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Makala asisitiza wanasiasa kutanguliza maslahi ya nchi. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Ahukumiwa kifo kuua wanafamilia watatu. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Mashine 100 kupunguza gharama matibabu ya figo. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Chadema sasa yazidi kupasuka vipande. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Na gazeti hili la Uhuru, ukweli daima ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Mimi ni Nuru Mangi na hii ni Uhondo TV. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi.